Amen. Bado ngali chini kidogo. Haleluya. Nataka usema amen ambayo itatikisa kuzimu. Haleluya. Haleluya. Leo tunaenda kuanza somo ambalo tutaendelea nayo leo na kesho. Inasema ni muda wa uamsho. Nasema ni muda wa uamsho. Nasema ni muda wa uamsho. Nasema ni muda wa uamsho. Inua mikono yako useme Bwana Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu utuamshe tena. Patia Bwana makofi mazuri. Patia Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Nakuja kukutangazia kila kilichokufa ndani yako kitaamshwa tena. Kila kilicholala ndani yako kitaamshwa tena. Kila kilichokauka ndani yako kitaamshwa tena. Kama unaamini sema haleluya. Ukitaka kujua Ukristo wenye uamsho ulipotea, wakisema Bwana asifiwe, amen. Wakisema inua mkono, unajua wale wako na shida, uamsho ulipotea mahali. Nasema leo tena Bwana akuamshe. Nasema tena leo Mungu akuamshe. Mwimbaji mmoja akaimba akasema hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Revive us again. Hallelujah. Leo tunaanza masomo kwa hiyo series ambayo inasema unionyeshe utukufu wako. Unionyeshe. Angalia jirani yako, mwambie Bwana akuonyeshe utukufu wake. Bwana akuonyeshe utukufu wake. Hallelujah. Amen. Show me your glory. Show me your glory. Tuheshimu neno la Mungu, tusimame tusome. Yeyote anayeketi asimame, tuheshimu neno la Mungu. Biblia inasema kwa kitabu cha Kutoka 33 mstari wake wa 13 hadi 20 ya kwamba basi sasa na kuomba ikiwa nimepata neema. Kutoka 33:13 hadi 20. Ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako. Haleluya. Amen. Unionyeshe nini? Njia zako. Sikiza nikuibie siri. Watoto kiroho uomba Mungu awaonyeshe miujiza. Wakuu kiroho uomba Mungu awaonyeshe njia zake. Waliokuwa wachanga milele wanaliaga waone miujiza. Waliokomaa wanaliaga waone njia za Mungu. Naomba Bwana akutransfer leo, aanze kukuonyesha njia zake. Biblia inasema kwa kitabu cha Zaburi ya kwamba aliwaonyesha wana wa Israeli miujiza yake na akamuonyesha Musa njia zake. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa wachanga, waliishi kwa miujiza. Musa alikuwa amekomaa, aliishi kwa njia zake. Njia zake hata zikiwa ni ngumu, utazijua ya kwamba ni njia za Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Naomba Mungu akuonyeshe njia zake leo. Amen. Nipate kujua ili nipate neema mbele zako. Neema ukuja wakati mtu amejua njia za Mungu. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe. Haleluya. Sio nitakupa pesa, sio nitakupa gari. Uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu umekwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi,
sababu unakwenda pamoja nasi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu. Haleluya. Nami nakujua jina lako. Akasema, nakusii unionyeshe utukufu wako. Amen. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Amen. Amen. Tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tunataka kwenda kuchemsha mahali ambapo palikuwa hapajachemshwa. Tunataka kwenda kuguza kiti cha enzi. Tunataka kwenda kuachilia vitu ambavyo mbingu ilikuwa imekuwekea kwa wiki hii yote. Kuna vitu fulani ambavyo nilikuwa nikikuandaa ukingojea kuvipata, muda wa kuvipata imefika. Kuna vitu ambavyo nimekuwa nikikuandaa kwa somo, ilikuwa kurejesha roho yako mahali ilikuwa, kuikaribisha karibu na Mungu, ili kwamba sasa mvua ya baraka ianze kunyesha kwako. Amen. Na leo hii mvua ya baraka itanyesha. Amen. Nasema mvua ya baraka itanyesha. Amen. Tumekuwa tukijiandaa. Tunasikia ni kama vile tunakaribia Mungu. Leo hatutamkaribia, leo tutamshika. Nasema leo tutashikana na Mungu. Amen. Ni nini ufanya utukufu wa Mungu uwe ama usiwe? Kwanza, utukufu ni nini? What is the glory? Wakati watu wanasema utukufu, nini inamaanisha utukufu? Utofauti gani kati ya utukufu na upako? What is the difference between the anointing and glory? Hello? Yes. And what do I need between the anointing and the glory? Let me talk to somebody today. Kuna vitu fulani kwa maisha yako ambavyo unavitembelea, na kitu cha kwanza ambacho unakitembelea ukijua Mungu amekuita ni upako, anointing. Unapotembea katika upako, ni upako ndio inakuasha kwa glory. Amen. Haleluya. Unapotembea katika upako wa kimungu, upako unakupeleka kwa utukufu. Kwa hivyo upako ni nini? Anointing, it God's empowerment to a human being for him or her to accomplish a certain mission. Amen. Upako ni nguvu ambazo Mungu anaweka juu ya mtu kwa sababu ya kazi fulani. Haleluya. Haleluya. Kila mtu Mungu aliyemuita alimupaka kwa sababu ya hiyo kazi. Kazi uliyopewa unapakwa na Mungu na Roho Mtakatifu ili kwamba uitimize. Hiyo inaitwa upako. Anointing is the empowerment of the Holy Spirit upon somebody to accomplish a certain mission. What is now glory? Glory is not empowerment. Glory is when God himself decides to work with somebody to accomplish something. Glory is when the anointing is no longer functional, when the anointing has been overtaken by God himself to come and easy the work and accomplish it. Utukufu ni wakati Mungu anasema, kijana wangu kaa sasa kimya, mimi nitumike. Inua mkono wako sema, Bwana Yesu, nionyeshe utukufu wako. Leo mbingu zitashuka juu ya maisha yako na kukuambia utulie sasa, uone nini mbingu inaweza kufanya. Ninaamini siku ya leo tutaonyeshwa utukufu wa Mungu. Mbingu zitatuambia nyamazeni sasa, nifanye kazi. Amen. Amen. Haleluya.
Nikawa kwa ibada moja siku ingine, tukiwa kwa ibada, nikiwa kwa madhabahu, alafu Roho Mtakatifu akaniambia ya kwamba leo hautatumia upako. Nimekuja peke yangu kwa utukufu wangu kujitukuza. Amen. Nikiwa ninasimama, alikuwa mmoja wa wale watu ambao tulikuwa na wao. Nikiwa ninasimama hapo, nguvu za Mungu zikaja. Mimi nilikuwa wa kwanza kujua ya kwamba siwezi tena weza kusimama. Nguvu zikaniishia, nikaregeshwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu sikutaka Wakristo waone kama na mimi ninaanguka. Nikashuka tu kwa magoti pole pole, nikachanya kwa hekima na nikalala chini. Ibada ikanyang'anywa. Ikawa tu huyu anaanguka huko, huyu anaanguka huko, huyu analala huko, huyu anaenda kwa magoti huko. Sijui mwenzangu alikuwa wapi, sijui nani alikuwa wapi. Sisi wote tukashikwa na yeye, akatawala ibada. Amen. Kwa masaa hakuna mwenye alijijua. Amen. Nilipokuja kuamuka mahali nilikuwa ninalala, nilipoangalia watch, tulikuwa tumaliza ibada saa 4 ya usiku, imekuwa saa 7. Nikasema sasa hii saa 7 jamani, na tuko tunaenda on a journey of 70 km. Yeye mahali anakaa kuja kanisani anatumiaga every day 50 km kuja na 50 kurudi. Unashangaa wewe mwenye unaishi hapa karibu na ukujaki kanisa. Yeye hutumia 50 kilometers kuja na 50 kilometers kurudia, which means every day ya service anatumiaga 100 kilometers. Lakini ni mwaminifu. Haleluya. Tukawa katika hali ya kulewa upako wa Mungu. Mungu mwenyewe akachukua utukufu kawa mwingi, na tukiwa tuko chini nikataka kujiweka ubade. Nikasema acha niende kumaliza ibada. Nikasimama nikitaka kustoa ile hivi, nikasikia ninaanguka. Nikabaki hapo chini. Sikutaka watu nimeanguka. Nikamwangalia. Nikazungusha macho, nikaona bado yanalewa sana. Nikaangalia mwingine alikuwa amekaa kama yeye ni baba. Ni kama yeye hata hiyo nguvu za Mungu hazitamregea. Nikamwambia, ndugu yangu, ni elder wa kanisa, wende uchukulie microphone useme may the grace. Akaenda akapika na nguvu zote, akashika microphone akasema Bwana Yesu. Nikasema elder anaanguka. Nikaangalia mwingine nikamwambia wewe enda. Akaenda akaishika yeye kusema hata Bwana Yesu. Alishika tu na kutoka Yesu. Akaanguka kwa huyo mwingine. Nilipotuma watatu ibada ikaharibika. Akalala na akajazwa. Tukaogopa sote kumaliza ibada. Nilikaaga kwenye ninakaa chini. Nikasema may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you, all of you. Na nikaenda najivuta pole pole mpaka kwa gari. Na nikatulia hapo. Nikatoka. Akajikaza pole pole, akaja yeye ndiye alikuwa na drive. Kuna nani anakuja pole pole na kaa kwa gari. Tukawasha tukaenda. Nafika mahali nilikuwa naenda kwa sababu nilikuwa nitoke kwa hiyo ibada nihubiri kwa ibada nyingine Ngong kwa pastor Akwa. Nikitaka kushuka tu hivi, ashas wenye wanakuja kunipokea kuja kuchukua vitu yangu wakaanguka. Ha? Amen. Nikasema nini inaendelea? Pastor mwenye anakuja kunipokea, yeye ndiye mwenye anakuja kupokea vitu, nitakutaka kunishika. Nikasema basi mambo yanaharibika. Nitahubiri hapa kweli? Nikaingia kwa ibada. Nilipoingia tu hivi, hii tukusaka kutaka kuingia, watu wote wanaanza kuomba. Nikasema basi hii sielewi. Nikasema acha niende basi nyumbani. Tukaingia maombi. Ilipofika kama saa 10 za asubuhi, nikasema acha niende nipumzike, nimeelewa ya kutosha. Nikasema niende nyumbani. Nikitaka kwenda nyumbani kupiga hodi, house guard anakuja kufungua. Alipofungua tu mlango na kaanguka. Nikasema basi hii inaonekana itaenda mpaka asubuhi. Nikaogopa kwenda kwa room.
mke wangu asianguke kwa kitanda. Tikisa jirani yako mwambie upako ikija. Upako ikija. Unaweza kutumiza kazi. Utukufu ukija, mbingu inatimiza. Amen. Naomba leo utukufu ije juu yako. Bwana akujaze leo mambo ambayo umesumbuka ukiyatafuta ayatimize peke yake. Seme, nahitaji utukufu. Sema nahitaji utukufu. Haleluya. Utukufu wa Mungu ukija, sote hapa tutakuwa ni kama wametumwagia sijui ni magadi ama ni nini. Tutarejea na nguvu za Mungu, na alafu tukiamuka pepo zote zilizotuzunguka zitakimbia. Uwezo wote uliotufunga utaondoka. Uchovu wa kiroho utatoka. Sema nahitaji utukufu. Wachawi wanacheza na wewe kwa sababu hautaomba utukufu. Watu wakukuonea, wakukufanya nini? Wanakuchezesha kwa sababu hautaomba nini? Utukufu. Ukiitisha utukufu wa kimungu, mambo mengine ya kipekee yatafanyika kwa maisha yako ambayo sio ya kawaida. Nikawa ninahubiri mahali, nilipomaliza kuhubiri wakaniletea kinywaji. Waliponiletea kinywaji, kumbe wamemwagia ndani acid. Wakajua huyo leo kwisha. Nikiwa nayo hivi, nikasikia tu glasi inaanza kutetemeka kwa mkono peke yake, nikasikia Amen. Nikauliza na mtu, kwa nini inavunjika? Nirunie. Nikamwambia walipanda wananiuaga wewe. Mimi siko aina ya watu wa kukufa kawaida. Nirunie. Utukufu ikiwa. Amen. Kifo za ovyo hazitakuua. Lazima vifo vya ovyo havitakuua. Magonjwa mengine yenyewe inafaa kuja kuua watu wa mtaa, haitakuua. Utukufu ikija juu yako, unapotembea, ukiingia kwa gari, una uhakika hiyo gari itafika, kwa sababu unatembea na Mungu mzima, uko ndani yake, wewe na yeye ndani yako, utafika salama. Utukufu. Haleluya. Sema nahitaji utukufu. Sema nahitaji utukufu. Sema nahitaji utukufu. Patia Bwana makofi ya furaha, kwa sababu utukufu utakuja hapa. Nikawa nasafiri tukiwa kwa ndege, tuko juu, ndege ikazimika. Na ndege ilipozimika, nilikuwa nakaa pamoja na dada mwingine hapo, alikuwa na maringo. Unaona umeingia kwa ndege, mtu anaweza hata kukusalimu. Anakaa hapa na maringo tu, anasikiza music. Acha niwaibie siri. Mambo yakiwa sawa, kila mtu anakuwa na dini yake. Mambo yakiharibika, kila mtu anaitaka Yesu. Ukiwaona wako hivi, mambo iko acha yaharibike, wote watatafuta mchungaji. Naomba Mungu akuvike utukufu, hata mambo yakiharibika wakutafute, mambo yakiharibika wakuhitaji. Naomba Mungu akuvike utukufu. Acha kubaki wa kawaida. Acha kutembea kila siku wa kawaida. Acha kuwa mtu ambaye watu wamezoea. Ukijaa nguvu za Mungu, unapotembea utukufu inaonekana. Unapoongea utukufu inakuja. Ukiombea wafu wanafufuka. Ukiombea wagonjwa wanapona. Ukitembea mapepo yanakimbia. Utukufu wa Mungu. Haleluya. Leo hapa Bwana atatujaza utukufu. Nasema leo tutajazwa utukufu. Hii nafasi nzima itajua ya kwamba watu wa hapa waliamushwa na Mungu tena. Utukufu utasikika hapa. Haleluya. Hii sio mambo ya kukesi. Hii ni mambo shua. Tunajua ya kwamba ataifanya. Atatujaza wote wale waliomtarajia, wakimungoja kwa hamu, anakujaga, anawajaza. Leo atatujaza. Utukufu wake utakuja juu yetu. Haleluya. Tukiwa kwa ndege, huyo dada ndege, tukasikia wanasema ndege imezimika, na kwa kweli ikazimika. Tukaanza kuanguka kama mawe. Na tukianza kushuka, nikasikia huyo dada ananishika mguu hivi. Hakunisalimu. Unajua ukiwa kwa ndege,
ikifanya tu mchezo wa kushuka kidogo unasikia kama matumbo na bro inatoka. Sasa sisi haikufanyaga mchezo, ilishukaga. Akanicheka mguu, naambia wewe niache. Nikatulia hivi. Tukafanya kama tuna sekunde tu kama sijui mitu ngapi, tunashuka. Kisha tukafika. Kila mtu hata mwenye anapaka kofia. Yesu, Yesu. Wanasahau watu wanavaa tu kwa kofia twao. Yesu. Kisha huyu dada akaniangalia. Akaniuliza wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni mtu. Mimi ni mtu. Akaniuliza kwa nini haukuogopa? Nikamwambia Mungu angelitaka kutuua, hangeniturudisha tena chini. Mbingu ni juu, angetupeleka juu. Nilipojua tunaenda tunashuka chini, mimi sitakufanga kwa accident. Amen. Hallelujah. Akaniangalia hivi. Kisha akaniambia niko na shida, naweza kukuelezea shida yangu. Niko na hitaji. Nikapata Mkristo. Wakati unatembea na Mungu, kuna vitu Mungu anafanya. Watu wanasema hapa si mtu tena. Hii ni Mungu. Leo Mungu atakugusa, utatembea na yeye. Kila aliyekuona kawaida ataona umebadilika. Uso yako itaangaa, roho yako itajaa nguvu, furaha zitakushukia, utatembea ndani ya utukufu. Watu wote watashuhudia tumemwona Mungu. Haleluya. Acha kuwa Mkristo wa kawaida, naendaka kanisani, nikisikia ibada, ikiisha niende nyumbani. Acha mchezo. Muda ya kwenda kanisani kusikia ibada imeisha. We are not a religious community. We are Christians. We are a movement. We must be on fire so that we may be ready for the rapture. Ukiwa umekauka hivi, siku Yesu anakuja, nini itakutia nguvu ya kupanda? Jamani, mimi ninajua akija hata saa hizi hapa, hii ni zero hii. Nitapasua tu. Amen. Kwa sababu ninajua ndani yangu kuna nguvu ambazo zitaungana na nguvu zake juu, alafu zitaninyanyua tu. Haleluya. Utukufu. Mtu aseme utukufu. Utukufu. Mtu aseme utukufu. Utukufu. Na mtu aseme utukufu. Haleluya. Utukufu wa Mungu ukija juu yako, mambo ya kawaida inaisha. Amen. Mambo ya mchezo inaisha. Amen. Mambo ya kuzoeana inaisha. Amen. Tukawa tunasafiri mimi na yeye, tukitoka tukienda kufanya mkutano, tulikuwa tunakuja wapi? Kisi ama wapi? Kisi. Tulikuwa hapa tukapita Kisi, tukatoka tukaenda Narok tukielekea Nairobi. Tukafika mahali inaitwa Mahimayu. Na tukifika mahali inaitwa Mahimayu, mbele yetu ikaja truck kubwa, na yeye alikuwa ana drive na alikuwa ana overtake, na overtake truck nyingine ikatokezea mbele yetu. We had only one option, ni kuanguka tushuke huko chini kwa mlima. Na wakati alikuwa ana drive, niliangalia nikaona hatuwezi ku overtake hiyo, na huyo anakuja na haraka, na hii imekataa kutupa njia, ikatufungia njia, na huyo akaja hivi. Aliyekuwa anakaa nyuma yangu anaitwa Pastor Akwa, anakaa saa hizi Kinshasa. Alipoona hiyo akashout. Mimi niliangalia tu, nilijua kitu moja, ya kwamba tulipoondoka, nina ombi moja ninayoiomba na ambayo ninaiamini, ni kwamba malaika ambaye anatusindikisha akiwa ni mzaifu afanye nini? Watoto wangu wanajua, akiwa ni huyo mwenye alikoseaga Danieli kwa siku 21 abadilishwe. Simuhitaji kwa hii muda. Simuhitaji malaika mnyonge. Ikiwa ni huyo mwenye alikoseaga Danieli, mfalme wa Pasha akamshika kwa siku 21, simtaki. Ninataka ambaye alikujaga kurudisha majibu ya Danieli. Tukawa tunatulia hivi, na mara moja hiyo traki ikaja ikapita, na hii ikatufungia njia, na hatukuenda huko chini, tukajikutana tumekuwa mbele ya hii. Mimi nilikaaga nafikiria ninaona Elia.
Nilikaanga ninaona wa malaika wale wa mbinguni, nikafikiria ni kama tuko mbinguni hivi. Nikiangalia nyuma mwenzetu huko nyuma ni kama yeye alikufa katika Bwana. Dereva aliisha. Kisha hao wenye wako nyuma yetu na truck wanasimama wanashangaa, walifikaje hapa? Huyu mwenye amepita anajiuliza aje sijawagonga na akukua nafasi ya kuhepea. Tulipojua tuko duniani tukasema twende. Utakufa vile watu wanafikiria. Utukufu ikija juu yako, malaika watanyangua gari yako, waiweke kando, upate wokovu, kwa sababu ni muda wa utukufu. Utakufa kawaida. Nasema hutakufa kawaida. Watu waliotembea katika utukufu huwa hawakufi kawaida. Wakitembea katika Mungu anawapea kifo ya heshima. Sio mtu kufa hivi mnasema ni akona kitu kama hiyo. Unapumzika watu wakijua amepumzika. Natangaza hata kifo itakuheshimu, wakati wa uzee itakuheshimu kwa jina la Yesu. Siku moja Mungu akaniambia ninataka ufanye ombi. Nikaambia Mungu ninataka huu mwaka, kwa hii mwaka mwezi ambazo zimebaki, ilikuwa mwezi wa 6, ninaomba Mungu nisaidie na pasiwe na mgonjwa kanisani. Nikafikiria nimefanya mchezo. Tulifanya miezi 6. Nasimamaka kwa madhabahu kila siku nasema nani anahitaji uponyaji? Hakuna. Tukachoka. Mwaka mzima hakuna mgonjwa kanisani. Paka nikaanza naomba watu, tafadhali mwende mlete majirani waombewe. Utukufu ulishika nyumba ya Mungu. Ukavunja magonjwa. Ukaachilia uponyaji. Utukufu. Leo kama umezoea kuwa mtu haya, haleluya, nakataa. Tutaomba hapa pamoja. Kila mtu atamlilia Mungu. Kila mtu atajimimina mbele ya Mungu. Na alafu utukufu utakuja. Hakuna mambo ya kusema huyu anaombea huyu. Sote tutaenda mbele zake leo. Na utukufu utajaa kanisa. Alafu uamsho utatokezea. Watu wa mji na vijiji watajua ya kwamba uamsho umerudi na nila. Haleluya. Ndio mkono yako useme huu ni muda wa uamsho. Sema huu ni muda wa uamsho. Tukao tunafanya mkutano mahali fulani. Na tukao tunafanya mkutano hapo Bukavu. Kwa kanisa lingine hapo analijua vizuri. Tukiwa kwa mkutano, Mungu ametupatia neema kidogo ya kutembea, sio kidogo sana. Ya kutembea hapa na pale, nje na ndani ya nchi tukifanya mikutano pamoja. Hallelujah. He coordinates my meetings, I preach. Hallelujah. Na ndio kwa maana mko mnaona kaupako kadisha kamesha shika huko. Kama ni aje. Now, tukiwa kwa mkutano, nikasema leo tutaombea watoto wapate nguvu za Roho Mtakatifu. Watoto wa Sunday school wakaja tukawaombea. Tulipomaliza kuwaombea wakaanza kunena kwa lugha. Kuwanyamazisha ikatushinda. Wakanena kwa lugha, ibada ikaisha. Wakaendelea na lugha. Watoto wakaenda manyumbani. Wazazi wengi hawajaokoka, hawako watu wa kanisa. Wanakuja wanaturudishia watoto wao. Wanakuja na waseme mchungaji, hao watoto wanakuja nyumbani wako wanalia na wako wanaongea vitu hatuelewi. Ndio tunawaletea, hatujui ni pepo ama. Nikasikia mchungaji anasema, unasikia? Tukageuka tukawaangalia tukawaambia, hicho kile kiko juu ya wale watoto. Kiwashike na nini? Unasikia tu baba anakuwa, yes. Tunaambia watoto, mama yuko nyumbani. Enda tena ulete naye. Utukufu. Ukija, wokovu inakuwa rahisi. Watu wanasikia furaha ya wokovu. Watu wanasikia furaha ya Mungu. Kutembea ukawaida na ukavu inachosha huduma. Uongoza wa Kristo ambao wamekauka inachosha waongozi. Inabidi wa Kristo moto inawaka. Huduma inaamuka. Utukufu inaonekana. Watu hawatakumbushwa muda ya kuja kanisani. Watu
hawataambiwa muda ya maombi. Utukufu ukija, watu wanaamuka. Haleluya. Tunaweza kupatana. Baba yangu wa kiroho anamjua vizuri. Aombaje maombi mbili? Unamjua sana. Anaombaga tu hivi. Akitaka kuhubiri anasimama. Baba. Tena pole pole. Ninatangaza kilomita 5 square pasionekane na shetani ama pepo nikiwa ninaongea. Amen. Mnaanza sikia huko kwa mtaa, wachawi wanaanza kushauti. Anasimama tu hivyo. Kisha akasema ngoje leo mtabatiza watu. Na anarudi hivi. Anahubiri mahubiri mengine unaweza sasa hivi. Lakini matokeo. Ni kwa nini hasumbuki sana? Kwa sababu ya utukufu. Amen. Utukufu ikija juu yako, vitu vilivyokuwa ukitoka jasho juu yake, ukiongea vinatii. Vitu ambavyo vilikuwa vinakusumbua akili, utukufu ikija yenyewe vinajitiisha. Leo naomba utukufu uje juu yako. Amen. Nasema leo utukufu uje juu yako. Amen. Nasema leo utukufu uje juu yako. Nasema leo utukufu uje juu yako. Haleluya. Haleluya. Sasa ni nini ambayo ufanya utukufu usionekane? Kwa sababu inaonekana ni kama utukufu ni kitu kizuri sana, si ndio? Kwa nini sasa watu wengi wao wapate utukufu? Cha kwanza ni kwa sababu ya dhambi. Biblia inasema Mungu ni mtakatifu. Na wale wanaomwabudu watamwabudu katika utakatifu. Haleluya. Nisikia. Biblia inasema iweni watakatifu kama Baba yenu alivyo. Tumekosa utukufu kwa sababu roho tunayemhitaji haitwi roho peke yake. Anaitwa Roho Mtakatifu. Sasa bila utakatifu hauwezi kujaa roho. Unatakaje Mungu akujaze? Na hiyo midomo ambayo unataka atumie kwa kunena unabii, hiyo ndio midomo anatumia kwa uongo. Hiyo midomo unataka atumie kwa kunena kwa lugha, hiyo midomo ndio unatumia kwa kusengenya kanisa. Mungu atakujaza namna gani? Ukitaka Mungu akujaze, basi anza kuishi maisha matakatifu. Amen. Wewe na dhambi muachane. Amen. Amen. Sasa ni kwako kuchagua kenye unataka. Kama unataka nguvu za Mungu, basi dhambi utaweka kando. Sikiza nikwambie siri. Waliokomaa huwa hawaogopi dhambi. Waliokomaa utukia dhambi. Amen. Kuna utofauti ya wale wanaogopa dhambi na wale wanaochukia dhambi. Wanaoogopa dhambi inamaanisha wakipata mahali ambapo dhambi haitawaua wanaweza kuifanya. Lakini wanayoichukia iwe itawapatia faida ama haitawapa faida, dhambi inabaki kuwa dhambi na hawawezi kuwa na uhusiano na dhambi. Haleluya. Sasa jina lako mwambie ukihitaji utukufu utaachana na dhambi. Haleluya. Wasikudanganye ya kwamba kuna kitu kingine unaweza kufanya kama dhambi ziko ndani yako. Kitu cha kwanza cha kuacha kabisa ni dhambi. Amen. Dhambi ni adui wa utukufu. Roho Mtakatifu hawezi kutua mahali kuna dhambi. Roho Mtakatifu hawezi kufanya kazi mahali kuna dhambi. Dhambi ikitajwa kwako, ujue ya kwamba Mungu hatatajwa kwako. Usijikutane ukiwa katikati ya watu unasikia furaha, nikafuraha kale ndani yako kama kuna oza. Hako kafuraha ukifika nje kataisha. Utajuaje dhambi? Sikiza nikwambie. Kuna watu watatu wanaokujua vizuri. Vitu tatu vinavyokujua vizuri sana. Cha kwanza ni Mungu. Unaweza kuja hapa utaambia maisha yangu hata kama wewe ni mwenye dhambi. Mungu anajua. Unaweza kuja hapa utudanganye sote.
lakini Mungu huwezi kumdanganya. Unaweza kutudanganya sote. Huyu mhubiri kutoka Nairobi ni moto. Kama ni mwenye dhambi, Mungu anajua. Na kama Mungu anajua, walio na macho ya kiroho watajua. Mimi mtu hawezi kunichezeshea. Asema unakuja tu unaniletea mayasho na maneno mazuri unapanga kwa kinywa, aseme wewe ni mhubiri mzuri. Hapana. Sisikizi maneno zaidi, nasikiza nguvu iliyo nyuma ya maneno. Nishati nisikie nyuma ya maneno unayoyaongea yanabeba nguvu gani? Kwa sababu maneno yanaweza kuwa matamu na hayatupeleki mahali. Manabii wengi wanakuja, wanatuangusha kwa viti, wanatupeleka hivi, alafu wanaenda, unasikia waliiba pesa, walifanya hiki. Kwa sababu tuliwaamini kwa maneno. Naomba utukufu ikija juu yako, nabii wa uongo utawajua. Nasema utukufu ukija juu yako, manabii wa uongo unawajua. Inua mkono wako sema, Bwana Yesu, nahitaji utukufu wako. Tukao kwa mkutano fulani na yeye palikuwa nabii mwingine hapo matari. Anatabiria watu, anasema wewe, ninaona mayai 3. Unasema ndiye baba, niko na watoto 3. Sasa mchunguze nabii, kama ni mayai unaona, sio ndio? Unaona mayai, kama ni watoto sio ni watoto. Na huyo nabii akasumbua sana, akabonga maunabii hapa na pale, akafanya mistake. Mimi mwenyewe niko tu sawa kimya kwa huyo mkutano, natulia yangu, usione simba kalala ukafikiri ni paka. Natulia kimya hivi, naona anakuja kuparania. Anajileta hivi, kuna naenda huko nyuma. Akakuja analeta mke wangu. Anakuja kumtabiria. Analeta mke wangu, na mke wangu ni mjamzito hapo. Anatarajia mtoto. Nikaangalia wao wenzetu hivi, nikasema kama mimi ni mmoja wa hiyo ufalme, tutajua kama huyu ni wa Mungu ama hapana. Nikasimama hivi, nikasema kwa roho yangu, kama mimi ni mtumishi wa Mungu, hautatabiria mke wangu. Hiyo maunabii yako ya uongo hautaweka kwa mke wangu. Ninasema kwa roho yangu tu. Na kama mimi ni mtumishi wa Mungu, hata hiyo mikono yako hautamnyoshea. Hiyo kumuleta hiyo mamuleta. Yo madam, come here. Madam akakuja hivi. Alipofika hapo mbele hivi, kaanza omba kwa lugha, nikasema proshaka ya wali kiwa tu katika hali ya kuomba kwa lugha. Niko macho nageuka hivi. Akaniuliza, "Do you know her?" Nikamwambia, "Yeah, she's my wife." Come, pray for her. Who are you not there? Come, pray for her. Nikasema that's what I was looking for. Nikawekelea mkono wangu migoro, nikasema na kuamuru urudi kwa kiti yako, nitakuombea nyumbani. Wewe, hii mchezo. Ukibeba utukufu, ikikunusa hivi inaogopa. Shetani anakimbia. Nguvu za kuzimu zinaweza kujifanya. Zikinusa utukufu zinaondoka. Ndio nikono sema nahitaji utukufu. Nahitaji utukufu. Patia Bwana makofi mazuri. Acha kujichanganya na dhambi. Dhambi inakunyima neema ya utukufu. Acha kujichanganya na uchafu. Uchafu inakunyima neema ya utukufu. Acha kujichanganya na vitu vidogo. Vinakunyima neema ya utukufu. Hakuna furaha duniani kama kutembea na Mungu. Ukitembea na Mungu, mambo mengine yanatii. Ukitembea na Mungu, unaanza kujua yatakayotokea. Ukitembea na Mungu, unaanza kuelewa ni nini kinakuja. Haleluya. Utukufu. Tukao tunafanya mkutano. Na nikifanya mkutano ninasimama tukutaka kuhubiri, tena mahali nahubiri kanisa haina mabati, imefunguliwa wanajenga kanisa mpya. Nikisimama tu nataka kuhubiri, mvua ikanyesha. Watu wote wakataka kukimbia, nikasema mbaki hapo. Nipoteze neema kuhubiria hao watu wengi hivi. Siwezi, msimame hapo.
Watu wakabaki. Nikamwambia sikizeni. Mimi ni mhubiri, Mungu amenitoa Nairobi. Ni Mungu. Na mvua ni ya Mungu. Achague nani ataketi sasa hivi. Kama mimi nitaketi ama mvua itangoja. Tukao tunasema watu wa mvua. Ikakata kunyesha. Nikahubiri, kila mtu anajiuliza hiyo mvua ilisimama. Nikahubiri, nikamaliza. Nilipomaliza tu mchungaji wa mahali anakuja, anataka kucrack joke. Asema mnaona jinsi mnafikiria Elia tu ndio alinyamazisha mvua. Mnaona mtumishi nani anyamazisha mvua, lakini mimi sijakubali kama ni yeye. Sasa tumuulize, kama ni yeye basi hairuhusu ifanye nini? Nikamwambia usinisumbue, niruhusu mvua, nipe umbrella. Wakaniletea umbrella, nikawasha, nikaenda kwa gari. Sijafika kwa gari wakaanza kunyeshewa. Nikaingia kwa gari. Ni Mungu, wakaanza kuabudu. Nikasema msicheze na Mungu. Ukibeba utukufu hakuna kitu ambayo unaweza kataa kukutii. Chochote utakachokisema kwa nguvu za Mungu, katika uwepo wa Mungu na utukufu wake, atakitenda. Sijui ni nini unahitaji. Acha kukitafuta katika hali nyingi, tafuta katika utukufu. Ukibeba utukufu mbele za Mungu, utukufu ukujai, mambo ambayo umetafuta kwa miaka yanaanza kutendeka. Kama unanisikia sema nahitaji utukufu. Sema nahitaji utukufu. Haleluya. Wewe dhambi ufanya watu wakose utukufu. Kitu ya pili ufanya watu wakose utukufu. Kwa nini utukufu wa Mungu hauko unaonekana siku hizi tena? Ni kwa sababu Eliezer amekataa kupatia Isaka mke wake. Eliezeri amekataa kumpea Isaka Rebeka. Eliezeri anataka kuhepesha Rebeka. Inamaanisha nini? Eliezeri alikuwa mtumishi wa Abrahamu. Alitumwa aende atafutie kijana wa Abrahamu msichana ambaye atakayemuoa. Na alipoenda kumtafuta, Eliezeri ndiye alipewa ring ya kuvika Rebeka. Lakini huyo utakayemvika ring sio mke wako, ni mke wa Isaka. Ndio kwa maana Eliezeri alifanya kila kitu, lakini akaleta mke kwa mume wake. Sasa shida ni nini? Eliezeri wa siku hii ni hawa wahubiri, wachungaji. Walitumwa kuwa wachungaji wa mke wa mtu ambaye ni kanisa. Lakini tumekataa kuletea mwenye kanisa lake, tumeanza kuhepa nalo. Utukufu utatoka wapi? Mwenye kanisa ndiye mwenye utukufu. Sasa tukianza kuhepa na kanisa, unaanza kufanya kanisa ni kama ni your personal business. Hello? Wewe tumekupea tu uongoze kwaya, mara moja inakuwa yako. Hata hawatasikizana tena mchungaji. Mchungaji akitaka kuongea wanasema hapana, mpaka kiongozi wetu wa kwaya aongee. Huyo kiongozi wa kwaya ndiye nani? Huyo tu ni Eliezer, amepewa achunge mke wa bibi harusi wa wenyewe. Anahepa naye. Siku hizi unakutana jina la Yesu halitaji tena kanisani, imekuwa ni maprofeti. Ili kanisa linaitwa kanisa la Mungu. Sasa unajiuliza na hiyo nao inaitwa majina imepelekwa. Na ndio kwa maana utukufu wa Mungu umepotea. Yenye imebaki kanisani ni gimmicks. Twende kanisani wakwambie namba yako ya kiatu. Wende kanisani wakwambie kitu. Unaona sikia watu hiyo ndio watu wanapenda. Niliwaambia mimi usikuje kunichezea. Siku moja uniambie nizunguke mara 7 alafu unisukume nianguke. Uniambie ni upako. Upako gani hiyo? Hiyo ni kizunguzungu hiyo. Hiyo si upako. Hiyo ni kizunguzungu. Umechukua nafasi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akitembea hapa, hakuna mtu ataguzwa. Kila mtu atasikia nguvu zinamuingia, anaanza kuomba. Wakulia atalia. Wakujazwa atajazwa. Kwani hii wiki wakati uko unasikia hiyo mabubujiko ya machozi na kutoka, kwani kuna mtu anakuchuna? Ni kufu. Akitembea mwenyewe anajitembelea. Acha kukaza mambo. Kama hayako Allah utukufu
utukufu wa Mungu ukija, atakayewekwa kati ni Yesu, sio mtu. Sote tutashuka. Halo? Sote tutashuka. Walioheshimika na wasioheshimika watashuka, kwa sababu sote ni wafanya kazi. Mwenye kazi yake ni mmoja, anaitwa Mungu. Haleluya. Ninazoea kuambia hawa watoto wangu kila mara, nifuateni as long as I am following Christ. Siku mtakutana niliacha Yesu, niacheni. Amen. Mnanifuata wapi? Siku mtakutana nilipoteza mwelekeo, kimbieni. Kwa sababu anayenifanya mnifuate ni huyo Kristo. As long as tunamweka kwa senda, sote tutamfuata. Lakini tukimtoa tunafuata nani? Kijana yako mwambie, weka Yesu mahali pake. Ya tatu inayofanya utukufu usionekane ni ukosefu wa maombi. Ukosefu, prayerlessness. Maombi ni nini? Sikiza. Maombi sio kumwambia Mungu mambo asiyoyajua. Maombi sio kukumbusha Mungu aliyoyasahau. Maombi ni kumupa Mungu ruhusa atende kitu kwa maisha yako. What is prayer? Prayer is authorizing heaven to operate in your life. Because in heaven, they are spirits. They don't operate on earth unless an earthly human, a bodily person, a carnal man, allows the spirit to operate on his behalf. Amen. Mungu ni roho. Kwake yeye kufanya kazi duniani anahitaji wewe umuruhusu. Halo. Huwa tunaomba kwa nini? Kwa sababu kwa dunia hii kitu cha maana sana unachokibeba ni roho yako na mwili wako. Ukiwa dunia hii na roho bila mwili, wewe ni pepo. Halo. Yes. Na ukiwa dunia hii na mwili bila roho, wewe ni maiti. Sasa ndio kwa maana roho yako inahitaji mwili wako na mwili wako unahitaji roho yako. Sasa ninachoruhusu roho kufanya kazi duniani ni maombi. We pray to authorize God as the Spirit to operate on earth. So usipoomba Mungu, sikiza, hatafanya kitu na hautamlaumu. Listen, God is very powerful. God is very able. God is very awesome, mighty, amazing, but it's very polite. Mungu hatawahi interfere na mwenye hajamruhusu. Mungu hatawahi intervene kwa issues zenye hajaruhusiwa. Ukisikia mtu anakuambia sijawahi kuona nguvu za maombi, ujue huyo mtu aombaje. Kila mwenye anaombaga anaonaga nguvu za maombi. Sikiza. Ukitaka Mungu aintervene kwa situation yako, omba. Shida tuko nao ni kwamba Wakristo wengi wanasemaga Mungu anajua yote. Angalia jirani yako muulize, haujawahi kusema hivyo? Mungu anajua yote, Mungu anajua yote, Mungu anajua yote, Mungu anaelewa yote. Sikiza nikuambie siri, anajua yote lakini hatendaji yote. Anatendaga yenye ameruhusiwa kutenda. Kama hautamuomba basi usisumbue. Am I talking to somebody? Usifikirie kwa sababu tunaomba hapa watu wanapona na mwingine mwenye alikataa kuja kanisani tu iko nyumbani na anapona. Maombi ni personal. Am I talking to somebody? Uombe
acha kusema anajua yote. Atajua yote na atajua kifo chako. Sina ni yote. Unaingia kwa gari unasema mimi nasafiri tu, Mungu anajua yote. Hata kifo yako ataijua. Omba. Sema nafunga nguvu za accident. Mungu anasikia, anasema huyu anaomba malaika wa kumkinga kwa accident. Kwa sababu ameomba nitafanya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa jina lako muulize wewe unaomba. Kitu kilichonishangaza ufunuo nilioipata kwa Biblia ni kwamba Petro alijua ya kwamba Yesu amemwandaa, baada yake ataendeleza kanisa na milango ya kuzimu haitaishinda. Petro alijua hiyo. Sasa siku moja Petro anaona Yesu anamaliza kuhubiri, wanaingia kwa mashua, wanataka kuondoka kwa boat. Wakitaka kuondoka, Yesu akawaambia, nyinyi tangulieni, ninakuja. Yesu akabaki huko mlimani akiomba. Baada ya kuwa kwa mlima kama saa 9 hivi, Biblia inasema Yesu akaja akitembea juu ya maji. Petro alikuwa mjuaji sana. Mjuaji sana. Petro akaona wanafunzi wote wanaanza kushout. Yeah! Pepo! Petro kikwambia, nyamaza. Mimi ndio ninajua kisi ya kuweza watu kama wale. Wanafunzi wote walikuwa wanaogopa Petro. Wakanyamaza. Wakasema huyu mzee anasema yeye ndiye uweza watu kama. Petro kikaangalia, kikasema, wewe ni nani? Watu wakasema, huyu ana nguvu. Sisi sote tunaogopa pepo, yeye anaiuliza. Akaambia mimi ni Yesu. Wanafunzi watasema, ni Masia. Sio je mmeniulizia? Niache nimalize historia yangu. Kama wewe ni Yesu, niamuru na mimi nikuje. Petro anafanya mistake. Yesu alifikiria Yesu atamwambia, alifikiria ni pepo itafanya inadisappear, ama alifikiria Yesu atamwambia ningoje hapo ninakuja. Yesu akamwambia kuja. Petro akasema, nimeomba kitu ngumu sasa. Nafikiri wanafunzi wakaanza kumchota. Ishia, si umesema kuamuru? Amekuamuru, ishia sasa. Enda. Petro anamwambia msinizoee, msicheze na enda. Sio mwenyewe ndio umeiomba. Nani alikuforce mwambia kuamuru? Sasa kuamuru, enda. Petro akaangalia akasema, nafikiri alisema nitarukia hapa karibu. Nikisikia ninashuka. Nikashika. Kikajitengeneza, kikajiangalisha. Akasikia. Amekaza. Kikawaangalia ikasema hawa jamaa hawajui utamu yenyewe iko hapa. Tamam. Kikatembea. Unasikia watu wanafikiria sema Petro akajaribu kutembea. Hapana. Biblia inasema akatembea. Akatembea juu ya maji. Petro ni mmoja wa wale wawili wa mje kwa dunia hii. Yesu na Petro tu ndio wamewahi kutembea juu ya maji. Usiende jaribu leo. Akatembea. Petro akafikiri wanafunzi wote, what? Huyo ni Petro. Wengine wanaambia usijaribu hapo utashuka wewe. Petro akatembea. Sasa nini tatesa Petro? Petro anakuja, anaanza kuona Yesu karibu yake. Yesu alikuwa mbali, akaanza kumuona karibu yake. Alipoanza kumuona, Petro akageuka, akaangalia kwenye anatokezea. Akaona mashua iko mbali kuliko Yesu. Akasema, huyu jamaa mwenye anatembea kwa maji akipotea. Huyu jamaa akidisappear hapa sasa nani atanitoa hapa jamani? Akaangalia akasema, akakumbuka kuna mtu fulani alikuwa anaitwa Andrea alizamaga hapa. Kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa sijui Mathayo alizamaga hapa. Wewe wengine tulikuwa tunafua nao samaki wakati fulani nao alizamaga. Akaanza kuona woga. Wakati alitembea yoyote hakukukua. Kwa nini hakukukua woga? Kwa sababu macho yake ilikuwa inamwangalia Kristo. Alipotoa macho yake kwa Kristo akaangalia magumu, akaanza kuzama.
Nimekuja kukutangazia leo, as long as macho yako inaangalia Kristo, utatembea juu ya maji. Lakini macho yako ikitoka kwa Kristo, utazama. Jamaa akaanza kushuka. Akasikia miguu imeitoboa maji. Unajua ilikuwa ni kama akisikia. Wanafunzi huko wanashangaa mbona Petro aendelee? Na Yesu naye anamwangalia hivi. Petro naye anafikiria hizo vitu vyake za woga. Anashuka pole pole. Wanafunzi wanasema, "Ai, fenomeno gani? Petro anakuwa mfupi." Wakati wowote ule ambao utaangalia shida zako zinaanza kukumeza, ufupi wa kiroho unaanza kuonekana. Mamlaka ya kiroho inaanza kupotea. Nguvu za kiroho zinaanza kupotea. Unakuwa mtu wa shida kulia kila siku. Na ndio unaanza kuwa mfupi. Najua wakashangaa Petro anabaki mpira. Kichwa peke yake. What is happening? Petro nafikiri alikuwa kama wewe. Anaangalia Yesu, huyu hapa. Na niko anashuka kwa ba. Yesu anajua hiyo. Na Yesu naye anamwangalia na anambia hiyo, utajua leo tunajua yote. Petro anashuka. Petro alipogonga ya kwanza, maji inaingia kwa pua na kwa masikio. Akagundua Yesu ajui yote. Anasema niokoe Bwana wangu, niokoe. Yesu, Biblia inasema Yesu hakukimbiaga, Yesu akanyosha mkono. Amen. Kumbe Yesu alikuwa anasimama mbele ya Petro anakufa mbele ya Yesu anaangalia Petro akikufa, na Petro anaona Yesu bado na anasimama, lakini Yesu hafanyi kitu. Kwa nini? Yesu hawezi kufanya kitu mpaka uombe. Niokoe, akisema tu niokoe, Yesu akamshika mkono. Nafikiri Petro akitoka kwa maji hivi, utaacha mchezo. Patia Bwana makofi mazuri. Unapoomba unafanya utukufu kuja. Ukikosa kuomba unanyima utukufu nafasi. Haleluya. Haleluya. Unamkula kwa sema Bwana Yesu, nionyeshe utukufu wako. Sema Bwana Yesu, nionyeshe utukufu wako. Haleluya. Nitaendelea na hizo pointi zingine kesho. Nataka tuende mbele za Mungu kwa utukufu. Mhubiri mmoja ambaye alikuwa anaitwa D.L. Moody alikuwa mmoja wa wale walioleta uamsho kwa Amerika. Na alikuwa anafanya akisafiri. Watu watajua ya kwamba D.L. Moody amesafiri wakati anaingia kwa treni ama kwa gari ama kwa ndege. Akiingia, kila mwenye yuko ndani anajazwa. Wanaanza nena kwa lugha. Watu wanauliza, nini natupata? Wanamwambia, D.L. Moody iko area, manake itakuwa tu hivyo. Hello? Yes. Siku moja waliondoka, anasafiri kwenda kwa state nyingine, wakasimama kwa njia. Na waliposimama, watu wote walikuwa wanasimama hapo kwa station, train station, wakaanza kunena kwa lugha. Kijana mmoja akakimbia kuuliza babu yake, ni shida gani imepata watu huko? Watu wote wananena kwa lugha huko. Babu yake akamwambia, maana yake D.L. Moody alipita hapo. Naomba leo Mungu akutoe kwa ukawaida. Watu waanze kuwa na kufananisha na kimungu. Mambo yakifanyika watu wanasema maana yake huyo yuko hapo. Kwa sababu huyo akiwa hapo utukufu uko hapo. Acha woga. Nasema acha woga. Amen. Leo utaomba na Mungu atakuletea utukufu. Nasema utafanya nini? Watu wenye waombaji tunawajuaga wakati wa vita. Nikaenda kwa harusi nyumbani ya ndugu yangu. Tukaenda mimi na ndugu yangu mwingine, John. Tukifika naye kwa harusi nyumbani, ninamjiandaa kesho asubuhi ya harusi. Usiku kabisa, usiku kama saa 8 hivi, tunasikia kitu inatua kwa roof.
hatua kisha kanda. Nikasikia John ananitikisa. Bro. Nikamwambia nini? Sikia. Nikamwambia ninasikia. John, acha kunisumbua. Kesho tuko na ibada ya harusi. Nataka nikuwe niko fresh bwana, acha nilale. Yule akaniambia ufanye nini? Ulale. Hausikii? Nikamwambia bwana, acha kunisumbua bwana, acha nilale. Kwa kumtia nguvu basi nikampatia kaufunuo kidogo Kenya alikuwa hajasikia. Nikamwambia John, sikiza huyo mtu vizuri. Kama ni mtu ama ni nini sijui. Akasikiza. Nikamwambia, unasikia hiyo kitu? Hiyo kitu inatembea. Akaniambia ndio nasikia. Nikamwambia haitembei. Akaniambia hiyo inamaanisha nini? Nikamwambia huyo ni mlemavu. Iko na mguu mmoja. Shetani hawezi kunidharau. Alitumia mlemavu tupigane naye. Hata kwa serikali nitakuwa nimekosea. Akitaka vita atume mtu timamu. Nikavuta blanket. Nikasikia miguu yake. Jamani. Mimi huyu niende nipigane na kitu yenye anatembea na mguu mmoja. Nakataa. Pepo yenyewe inatembea na kitu moja, nipigane na nakataa. Lakini wewe unapiganaga hata na yenyewe sio pepo. Nikipita tu nakufunga. Uoga hiyo sio utukufu, uoga hiyo. Ukiwa na utukufu pepo ndio zinakuwa zinakukimbia. Halo. Nasema ukiwa na utukufu pepo zinakukimbia. Amen. Kristo wetu mmoja ananiita na ananiambia pastor kuja haraka nyumba yangu imevunjwa, mfanya kazi leo sipendi nini nimemshika. Nakwambia mfanya kazi na sasa wewe kabisa wewe mtu mzima pepo inashika mfanya kazi ndio inakusumbua. Hiyo kwanza ni pepo yenyewe haina hata cheo. Ingishika wewe. Inajidharau yenyewe kwa nyumba mzima, kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Inaenda kwa mfanya kazi. Inakusumbua. Akaniambia kuja haraka basi si mchezo. Nikamwambia wewe. Sasa wakilikutana na kuja kufukuza pepo yenyewe hata inakuogopa kwa nyumba yako. Akaniambia anashika kisu anasema atajiua na tuue. Nikamwambia kaja tu pole pole. Nilipofika kwa mlango nikaingia. Aliponiona hivi akashika hiyo kisu hivi. Nikamwangalia nikamwambia pole pole. Nikamwambia wewe, nisikapenda kufanya mchezo. Sikiza familia. Toka niingie ama niingie nikuchape. Akapelekea hiyo kisu pole pole. Akapiga magoti akasema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Akawacha anaangalia hivi. Kamwambia chukua mfanyakazi wako mwende. Bwana pastor aende kwao. Nikamwambia haendi mahali. Huyo ni mfanyakazi wa? Haleluya. Tukiwa tunakaa na yeye hapo, tunamaliza kufukuza pepo. Nasikia tu kwa roho yangu, tukasema okay, nini Mungu anataka? Mwende kwa ndugu dada yake mdogo. Tukatoka kwa dada yake mdogo. Ilikuwa kwa speda. Twende kwa dada yake mdogo. Mara moja tukatoka. Tukaenda. Kufika naingia hivi, mimi na mke wangu. Nakutana, karibu pastor, karibu. Nikaketi, nikamwambia kuna mfanyakazi uliachiri hapa kama miezi fulani imepita. Akaniambia ndio, muite hapa. Akamuita. Keti hapa, akaketi. Kama unanijua? Nikamsikiza nikamwambia, kwanza wewe ni mchawi mbaya sana. Akasema nini? Nikamwambia unakataa? Huyo mama anakaa hapo. Nikamwambia wewe ni mchawi. Lakini kinanifanya nikuje hapa kwa sababu leo una mpango, ulienda jana Kitui na una mpango leo ya kumalizia kazi yako. Si ndio? Akaniangalia. Sio ulikuwa kipiana hiyo shule peke yake. Akaniangalia akashtuka akasema, ndio. Kaambia sasa mpango yako haitafanikiwa kwa hii nyumba.
kwa sababu huyu mama ni muombaji sana. Amen. Kumbe mpango wake ilikuwa ni nini? Kila boma amefanya kazi ndani. Asipoangusha baba wa nyumba, anamuoa. Na kwa sababu maombi imemnyima nafasi ya kuangusha baba wa boma, sasa ameenda Kitui wakampea dawa, alikuwa anaandaa hiyo usiku ataiweka huyo baba iko safarini afariki. Akaanza kutetemeka, akamwambia ili kwamba ujue kwamba Mungu amekushika leo. Twende nikuonyeshe mahali unawekea dawa. Huyo mama alishangaa, tunaenda ndio kwa chumba ya watoto. Kwenda kufungua kitu kingine kanakaa kabaka. Amekaweka tu kwa ukuta. Kwenda kukafungua. Kana tatu vitu tumefungwa. Nikamwambia hii ni nini? Akaniambia hii ni ya mapenzi. Hii ni nini? Hii ni ya kugeuza akili wewe mwenda wazimu. Hii ni nini? Hii ni ya kupuliza mtu anapata. Huyo mama akasema, tunaishi na hivi tu kwa nyumba. Nikamwambia sikiza nikuibie siri. Nguvu ya maombi unayoiomba inaweza kufanya Mungu atoe mtu mbali aje kubomoa vile viko kwa nyumba yako. Amen. Kwa sababu unapoomba utukufu unafikiria hauko, kumbe uko utukufu ya Mungu. Haleluya. Akashuhudia huyo dada akautubu, akaokoka, alikuwa amefanya vitu vingine ambayo hawezi kutaka kusikia kwa hii dunia na usitake kusikia. Lakini akaokoka na tukamwambia aondo aende aendeleshe maisha yake mbele za Mungu. Utukufu. Ukiwa na utukufu hata wakati wanakupangia njama usizozijua, maombi inaleta utukufu, utukufu inafungua siri. Itakuwa hasara kama utafurahi kusikia ushuhuda za utukufu na wewe mwenyewe ukatai kupata utukufu. Nimesema kila mmoja afunge sasa macho yake. Nimesema kinacholeta utukufu ni kukataa dhambi. Kama uko hapa, usitake watu wafikirie wewe ni Mkristo kumbe wewe si Mkristo. Kama uko hapa na ungelitaka utukufu wa Mungu lakini unajua kuna dhambi ndani yako ambayo inakusumbua, macho yote ikiwa inafungwa na kusii kwa jina la Yesu Kristo, inua mkono yako mahali uliko. Kama unataka kutubu dhambi ili kwamba utukufu wa Mungu uje juu yako. Asante kwa hiyo mkono, asante kwa hiyo mkono, asante kwa hiyo mkono, asante kwa hiyo mkono, asante, 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 asante. Macho yote bado ikiwa inafungwa, nitakuomba tu mahali huko, hautakuja mbele. Simama tu mahali huko, tuombe pamoja. Ni muda wa utukufu. Tukiwa tunafunga tu macho mahali tuliko, kila moja pamoja na wale wanaoketi na wale wanasimama, sema nyuma yangu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Okay, kuna wengine watu wawili ndio ambao wanafaa kusimama. Ninakungojea haraka, simama. Wawili ambao Roho Mtakatifu anangojea leo ni siku yao ya kutubu. Simama kwa miguu yako. Asante mmoja. Harakisha. Asante. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Leo natubu. Kwa moyo wangu naamini. Kwa kinywa changu natangaza kwamba Yesu Kristo ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka leo nakataa dhambi, nachukia dhambi, nakubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu uje juu yangu, uniweke nguvu. Damu ya Yesu unioshe, nitakase. Kutoka leo niko huru. Baba, ninaweka hawa kwa mikono yako, uwakubali leo. Mbingu zitusamehe, zituoshe na zitutakase. Tupate neema ya kuingia katika uwepo wako na utukufu wako utujae. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Wengine wote simameni kwa miguu yao, sema simameni, simameni tuombe, simameni. Simameni tuombe, simameni.
Haleluya. Haleluya. Nani huyo yuko hapa anasema anataka utukufu? Anataka utukufu wa Mungu mchae. Huko hapo anasema nimechoka maisha ya kawaida, ninahitaji utukufu. Haleluya. Sote tunahitaji utukufu. Tuje mbele kwa dakika hizo ambazo tunabaki nazo, kuja mbele tu hapa. Tutaamuru utukufu wa Mungu uje juu yetu. Sote tuje mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Viti zirudishwe nyuma kidogo, tupate nafasi hapo. Tutatafuta utukufu. Haleluya. Leo hatuombei magonjwa, leo hatuombei chochote. Tunaambia Bwana tunahitaji utukufu wako. Tujaze na uwepo wako. Ukijazwa uwepo wa Mungu, magonjwa yatakimbia. Hallelujah. Jesus, we love you. Give me E. Hallelujah. Inua mikono yako mbele za Mungu. Sema ni mangu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Sio ya kawaida. Nakuja hapa kupokea utukufu. Usinyamaze kimya. Unikumbuke. Kwa jina la Yesu. Nataka unisikize nikupatie instructions kidogo. Unaitaka kupata utukufu, ya kwanza utatoa akili zako nje, uzilete hapa. Utaacha kufikiria mambo mengine, uanze kufikiria mambo ya hapa. Utatoa macho yako kwa nguo nzuri yenye mhubiri anavaa, unaanza kuona mbingu peke yake. Utatoa mawazo yako kwa mtu mwenye anasimama karibu yako, kusikiza perfume gani aliweka ama nini, unaanza kusikiza mbingu peke yake. Usiangalie ni nani karibu yako. Jimimine tu mbele ya Mungu. Ukijimimina na kujiachilia, uwepo wake ukija, utukufu utatujaza. Uwepo wake ukija, shika watu, usiache mtu ukimwona naenda unamshika. Uwepo wake ukija, utukufu wake utatujaza. Uwepo wake ukija, utukufu wake utatujaza. Naachilia utukufu wa Mungu kujaa hapa. Nguvu za Mungu zianze kutembea hapa. Weza. Ukisikia miguu yako haitaweza kusimama tena, unashuka kwa magoti haraka, kwa sababu utukufu unataka kutembea hapa ambao sio wa kawaida. Weza. Ndiye weza. Asha sana kutumia karibu na watu. Uwezo wa Mungu unashuka juu yao. Pastors na waomba mtembea karibu na watu, kwa sababu uwezo wa Mungu unapita juu yao sasa. Utukufu
Weka strength watu wakiwa katika uwepo wa Mungu, kwa sababu uwepo wa Mungu utajaa kila mmoja hapa. Watu ambao mioyo yao ilikuwa imechoka kwa huduma, uwepo wa Mungu utawajaa hapa. Watu ambao mioyo yao ilikuwa inaanza kuvunjika kwa huduma, hawajelewi wanaelekea wapi, utukufu utawazingira hapa. Amuru watu wa Mungu, watu
Kila mmoja inua mikono yake juu sasa. Inua mikono yako juu. Naomba Roho ambaye anafanya kazi juu ya maisha yangu, Roho wa ufunuzi, Roho wa ufunuo, Roho ya unabii, Roho ya uponyaji, vipawa vya Roho Mtakatifu vilivyo juu ya maisha yangu, unapoinua mikono yako vije juu yako.
Anza sasa. Spiritual impartation now. Roho ashuke juu yako. Vipawa viachiliwe juu yako. Mikono inayoonyeshwa. Wengine wenu mtasikia moto inaanza kuwaka kwa mikono yenu. Wengine wenu mtasikia baridi inapita kwa miguu yenu. Wengine wenu mtasikia vitu vyenu kama vinapitwa na moto. Vipawa vinaanza kuachiliwa sasa. Vipawa vinaanza kuachiliwa sasa. Vipawa vinaanza kuachiliwa sasa. Pokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Wengine wenu mtasikia ni kama ni maji na mwanga juu ya vitu vyenu. Vipawa viachiliwe juu yenu sasa. Vipawa vya muujiza viachiliwe juu yenu. Vipawa vya kudhihirisha nguvu za Mungu viachiliwe juu yenu. Vipawa vya uongozi viachiliwe juu yenu. Pokea sasa, 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 pokea, pokea, I love
Hallelujah.